Kwa habari za entertainment, sports, politics. Usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need. Halipo. Nikiwa mbunge nitakuwa chawa wa mawaziri, nitakuwa chawa wa nani ili walete miradi kwenye jimbo langu la Kigoma mjini. Nitakuwa chawa wa rais ili nikipeleka jambo langu lipenye zaidi. Siachi uchawa kamwe. Nabadilisha tu level. Sio kama unanielewa. Nabadilisha tu level, natoka kwenye level ya huku chini nakuwa napanda na Diamond pamoja na mawaziri. Kwa sisi Diamond siwezi kumwacha. Yule ni mzee wangu na siku naapishwa atakuwepo pale. Kwa sisi ambao tunamjua vizuri sana D-Boys. Maisha ya muziki na hapa ambapo yupo tayari ipo na WCB. Kwanza tunakia sababu ya kusema hongera WCB kwa kazi nzuri ya kuendelea kumbrand na kumfanya kuwa mkubwa sana kwenye muziki wa Singeli. Asante. Sasa hivi tunaona anakwenda kwenye tour yake kubwa ambayo Mandas wameweka mzigo wa kuhakikisha kwamba anaenda kuperform na kukutana na mashabiki wake wengi wenye kiu ya kusikia muziki mzuri wa D-Boys. Mandas wanajipangaje kuweka punguzo la bei kwenye kukopesha simu kupitia brand ya D-Boys? Mzee Mandas. Jibia tu hapo. Ongeza tu sauti mzee. Anyway, kimsingi mifumo yetu iko ongea huko kwenye mic. Yule sikule unawajibu hawa kwenye kamera. Anyway, kimsingi mifumo yetu tayari iko imeshasetiwa kwa standard ya namna hiyo. Kwa kuweka punguzo sisi kwamba tutaweka punguzo 100%, ya tutakuwa tunaangalia namna ya kupunguza kile kianzio ambacho ni down payment ile kwa mteja wetu kulingana na eneo ambalo tumeenda. Nadhani imeeleweka hiyo. Kwa mtu ambaye ataenda kwenye show ya D-Voice kwanza atakuwa amepunguziwa safari ya kwenda sehemu kufuata dukani, atakutana na simu humo dukani kwenye show. Unasemaje mama? Siasa Babarevo wanasema ni mchezo mchafu. Kama ambavyo umeona mambo yamekuwa ni mengi yanaendelea sasa hivi nchini. Wanasiasa wanatumia na maneno hapa na pale. Wewe kama wewe umejiandaaje pengine kuingia kwenye huu mchezo mchafu? Mimi maneno ya kusema siasa ni mchezo mchafu, siasa ni kutupiana maneno. Wewe unaona mimi ni wa kutupia maneno nikakaa kipi? Wewe unanijua vizuri. Nitapambana na yoyote na nitapambana vile ambavyo yatakuja. Atachagua package anayoitaka. Tutupiane maneno, twende kimya kimya kwa wananchi, au hata kama akitaka hata kama ni ngumi tutapigana ngumi. Nataka nikwambie vile ambavyo atachagua mtu ambaye Mungu akinisaidia nikaingia kwenye kinyang'anyiro, yeye atachagua huyo ninashindana naye, atachagua anataka package gani. Package zote ninazo. Kwa kama siasa ni mchezo mchafu, basi uchafu na usafi vyote ninavyo. Atachagua yeye anataka usafi au uchafu, tutaenda naye sawa. Tunaamini kwamba serikali haiamini katika uchawi, lakini wanasiasa na mambo yenu na Kigoma ndio sehemu yenyewe ambapo mambo hayo yapo. Mimi naamini kwenye Mungu. Mimi siamini kwamba siasa ni mambo ya uchawi, na mimi naamini kwenye Mungu. Naamini hakuna mtu yote anaweza kumloga Mungu. Hayupo. Pengine labda ungetia neno kwenye hili sakata la Gwajima, kwa sababu wewe ni mmoja kati ya watu ambao umepata nafasi ya kutuonyesha miradi mingi sana ambayo Mheshimiwa Rais mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan ameifanya na inaendelea kuwa mikubwa mpaka sasa hivi. Lakini kwenye hili la Gwajima unalipi la kuongea? Mimi swala la Gwajima kwa kweli kama serikali ishachukua hatua, mimi nafanyaje? Ni vitu ambavyo serikali na Gwajima wanapambana wao wenyewe. Sisi wengine ni watu wa kuangalia. Mimi sisali kwa Gwajima. Mimi niko Roma, ni Katoliki mama yangu. Kweli usii kama unanielewa. Ingekuwa tumefungiwa Roma, ningeweza kusema kama Mroma ni kuna tatizo, lakini kitu pekee ambacho nataka nikiseme, viongozi wa dini wajikite zaidi kwenye kutupa amani ya moyo na kila kitu, wasituingize kwenye vita. Basi wakati uko ST na kwa diwani Goma kipindi hicho ambacho umerudi uko kwenye Chama cha Mapinduzi na kazi ya chama, ama wasiwasi wote ambao umepata kwamba inawezekana siasa inakurudisha tena jela? Ukiwa mwanaume, ukiumbwa mwanaume, kuumbwa tu mwanaume ni njia panda ya jela. Kuumbwa tu mwanaume, hiyo ni njia panda ya kuingia gerezani. Kwa sababu mihangaiko yetu
mipito yetu, jinsi ambavyo tunahangaika, tunapita katika mifumo ambayo anytime unaweza ukajikuta umeingia kwenye matatizo. Unaweza kaa hauna matatizo kabisa na mtu, wewe sio mwizi, wewe upigani, ufanyaje, lakini katika misingi yako, katika mfumo wako wa kufanya kazi, ukajikuta unaingia kwenye mifumo ambayo inakupeleka gerezani. Unaona mtu kama Divoice, ni mtu amejitulilia na kila kitu, ananyanyuka mtu na pengo lake anasema umeniibia nyimbo. Unaona sasa huyu mtu ni wa kwanza kujibizana naye, unajibizana naye vibaya na kushtaki, unafungwa. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo kuna namna hata wewe umetulia. Ukishakuwa mwanaume tu unakuwa umeingia uko kwenye njia panda ya kuingia gerezani. Kwa hiyo swala la kupigania wananchi halitorudi nyuma bila kujali nini kitatokea. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo usio na wasiwasi, niko chama tawala, chama ambacho kila kitu ambacho kinanifaa mimi kuwa kiongozi bora katika nchi yetu ya Tanzania. Na pia kwa Balezo Diamond Platnumz sema kwamba atakusupport kwenye siasa. Yeah. Unahisi kwamba atakusupport kwa asilimia ngapi? Diamond Platnumz amesema atanisupport 100%. 100%. Wala hatani. Na kwa kuonesha kwa mara ya kwanza, naomba aje hapa mwandishi wa habari yoyote mchagueni nyinyi, nimuoneshe DM ya Diamond ameandikaje. Utawasomea kwa sauti. Sawa? Maana yake unajua watu wanaweza kuzungumza Baba Levo anamsingizia Diamond. Nataka nikuoneshe DM ya Diamond alioniandikia akiniambia haya, soma hapa kwa sauti. Huyu ni Diamond kabisa. Hii ni Simba Diamond Platnumz. Kasemaje? Na amesema kwamba niko nyuma yako kwa kila namna. Hakikisha tunashinda hapo. Soma kwenye mic kwa sauti. Kumbe una sauti. Okay. Amesemaje Diamond? Niko nyuma yako kwa kila namna. Hakikisha tunashinda hapo. Then ukamjibu. Ukamjibu Lukuga mzee wangu. Sasa mtasomaje? Si hapa mtasomaje? Zoom hapa. Huyu ni Diamond. Zoom. Kasema yuko nyuma yangu kwenye swala katag niliposti swala la siasa, wametag uko online. Tena wala hii online so yangu, so 7 Media, ni watu wengine. Kasema yuko nyuma yangu. Sasa kama Diamond yuko nyuma kupush kuhakikisha nashinda, kama nitapewa nafasi na chama changu. Unamjua Diamond hiyo akisema anakusupport. Ina maana ni helicopter manini yani watakoma. Na waandishi wa habari watapata fursa. Waandishi wa habari tuna tour yetu inaitwa Mama Ana Deni, basi letu lile liko pale, na ndio maana nimesema nyie wote muingie kwenye group ili tuweze kupeana update. Bwana, jamani, tunaomba swali la mwisho kwa sababu tunazungumzia ni tour. Sana. Nzuri ni kwamba una connect na mshiriki sana. Kwa jambo pale nikakuta comment ya shabiki mmoja alisema kwamba ngoma yako na Zuchu baby mpya ni kali sana na ni njia pia kwenda international. Wakaomba pia wewe katika njia ya Kiingereza. Yeah, right. Tatizo la Kiingereza kwa wasanii wengi yani ni tatizo kubwa sana. Yeah. Unaenda kwenye tour yako London, umejipangaje, lakini pia utawezaje kunoa kuwa bora zaidi kuwa kwenye sekta hiyo ya Kiingereza ili uweze kufikia. Swala kwanza la pili, unadhani muziki wa Singeli unahitaji Kiingereza sana au Kiswahili huu ndio unafanya upenye zaidi? Okay, ningependa nijibu swala la kwanza. Kwenye swala la lugha sio kwamba eti mimi sijui kabisa, lakini pia ni wazo zuri alilotoa kwa sababu alisema sisi tunaimba Kiswahili lakini lazima tu translate pia kwa Kiingereza ili mradi watu wapate kuelewa. Kwa wazo alilotoa ni zuri, hata mimi pia nimemreply nikamwambia fact. Kwa lazima nitaifanya kazi. Lakini kuzungumzia muziki wa Singeli, by the way mimi nahisi kwamba Singeli tu yenyewe kuwa muziki wa Singeli inajitosheleza. Singeli ni culture, lakini kitu ambacho tunakosa, tunahitaji watu wenye nguvu zaidi ili mradi watusaidie kupush muziki. Mfano kama leo nimeimba Singeli na Jux. Juzi nilikuwa na post kuna clip za kina Jiggy nani wale wakina Iona wa Nigeria, watu wa nje wanaimba, wanacheza na kuimba Kiingereza by the way ni Kiswahili, lakini kwa sababu kuna mtu yuko ana nguvu ya kuweza kupush kuonekana. Unajua kuna watu wakifanya kuna nguvu inaonekana. Ndio maana ukiangalia leo na Singeli na Zuchu, nimetoa naye Singeli 2 na Singeli na Jux na Singeli na Diamond kafanya Singeli peke yake. Tupo katika mkakati wa kuhakikisha kwamba kuna watu na wahitaji katika Singeli wao wanafanya ili mradi Singeli ionekane sasa kwamba kimataifa bwana mtu fulani kafanya mradi wao wakitutengenezea draft, sisi wasanii wa Singeli tunakuja tunashambulia tu, kwa sababu
leo hii msanii wa Bongo Flava hawezi kumfanya msanii wa Singeli akimba Singeli mzee. Wasanii Singeli wana talent, wana vitu, wasanii Singeli ni wakali. Lakini kwa sababu kuna watu tunawahitaji, imradi wazungumzie Singeli. Leo hii tu mimi kuwa msanii wa WCB wa Singeli imesababisha leo hii mtu kama Baba Levo ambaye ni muongeleaji mkubwa nchini anazungumzia muziki wa Singeli. Katika press yetu pia tumetaja Singeli. Kwa hiyo yani imesababisha Singeli kuwepo midomoni mwa watu kwa sababu kuna watu tunawahitaji ili mradi wasababishe hiyo Singeli kwa katika nafasi hii. Ndio la mwisho kabisa. Leo umepata nafasi ya kuongea na waandishi wa habari wengi sana mbele ya Baba Levo hapa. Kitu gani ambacho umejifunza kwa Baba Levo jinsi ya kujibu maswali na kupokea maswali? Lakini kitu gani ambacho kinaongezeka kwenye karia yako kwa sababu unasema mwanamuziki wa Singeli mwenye nguvu na sasa hivi namba zako zinaongea kwa maana wengine wanasubiri wewe ndio unaanza. Jambo gani tunaondoka nalo hapa? Bwana, kwanza kwa upande wa Baba Levo tu mimi sitaki kuzungumzia kwa swala kujibu, tunataka nizungumzie kwa ujumla. Mimi ningependa niseme kwamba kila mtu aheshimu kazi ya mwenzie. Leo hii Baba Levo kuna wasanii wao kama kategori kama Kituko, kama anazingua anaongea sana, lakini kuna wasanii tumfikiri ziki Baba Levo. Nyumba na upolomosha pale kuna wasanii hatuna. Ela anazumiliki Baba Levo kuna wasanii hawana na wako serious. Kwa hiyo unaweza kuchukulia kama mzaha hivyo hivyo anavyofanya, lakini leo hii Baba Levo ana hela nyingi. Baba Levo ana fedha nyingi. Atelemsha nyumba kubwa, leo hii ana media na ya kwake, ana fedha, anafanya vitu vingine, ana magari manini. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinanifunza kwamba heshimu sana kazi ya mwenzi. Yaani usichukulie mtu tu yuko poa. Watanzania tuna mtindo wa kuchukulia sana mtu poa. Unaweza kaona kuna mtu ana comment Diamond kala asala. Sala kivipi? Unajua mtu anafanyaje? Unajua mzunguko wake wa fedha? Haujui mtu anafanya vipi, haujui hela zake anazoingiza. Kwa hiyo tupende sana kuheshimu kazi za watu. Yaani usipende kudharaulisha kazi ya mwenzio. Kwa upande wa Baba Levo ni experience ya kuongea. Baba Levo anajulikanaga ni noma. Yaani Baba Levo ni noma kwenye kuongea, kwenye kujibu. Kwa hiyo siwezi kuelezana Baba Levo, siwezi kumuelezea kwenye swala la kuongea. Neno la mwisho nataka nipate swali moja kuhusiana na Mandasi Store, kama kuna mtu ana swali kuhusu Mandasi Store. Kama mmeelewa basi mwisho kabisa wa Tanzania, ndugu zangu, kwa pamoja twendeni tukamuunge mkono D-Voice kwenye tour yake ya kanda ya Ziwa. Inaitwa D-Voice 2025, D-Voice Tour 2025 ambayo inaanzia Shinyanga tarehe 6, lakini tukitoka hapo tunaenda Nyamongo tarehe 7 na tarehe 8 Jumapili tutakuwepo Mwanza pale kwa Tunza Beach. Wote kwa pamoja tutamsindikiza D-Voice, lakini tunaomba mje kwa wingi wenu na mje kwa sababu D-Voice ajaja tu peke yake, kaja na fursa kutoka Mandasi Store. Kwa ukiwa kwenye show una nafasi ya kukopa simu. Njoo na kitambulisho chako ili uweze kukopa simu ndani ya show ya D-Voice. Kopa smartphone, tumia ukiwa mle and then baada ya hapo endelea kulipa kidogo kidogo kwa mwaka mmoja, miezi 6 au utachagua mwenyewe unataka kulipa kwa miezi 8, ni wewe. Kwa ufupi tukutane kwenye D-Voice Tour 2025 Shinyanga, Nyamongo pamoja na Mwanza. Ni pia ningependa niseme asanteni sana kwa Watanzania wote, mashabiki zangu wote, mashabiki wa WCB. Msiache kutusupporti, lakini pia shukrani kwa uongozi wangu, my brothers, tajiri yangu Diamond Platinum. Lakini pia shukrani sana kwa Manda Store, kwa miongoni mwa sponsors wetu wakubwa, wadhamini wetu wakubwa. Lakini pia shukrani nyingine ziende kwa Smart Gin, wametuletea kinywaji. Kipindi tunaenda huko kwenye tour tutakuwa tuna kinywaji chetu tayari, tunapiga tu vinywaji. Lakini pia Kiseke, asante sana kwa kutugaia makazi. Lakini all in all, shukrani za dhati kwa Tanzania wote. D-Voice Tour it began, D-Voice Tour is start. Tujiandae kuruka, tujiandae kupali magoma kama 200. SMS Singeli Mega Superstar. Thank you so much. Thank you, Rais wa Singeli. Asante sana. Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need.